Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu, kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnukwa Global Visa Consultants, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako. Ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Marekani, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia, unaweza kuwasiliana kupitia namba zilizoko chini tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na usaidizi. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka ni usiku mmoja umepita toka nchi ya Urusi ilipofanya mashambulizi makubwa kwa kutumia drone katika miji mbalimbali ndani ya nchi ya Ukraine, na hasa ikianzia katika miji ambayo inapakana baina ya nchi ya Ukraine na nchi ya Urusi. Maana kinazungumzia miji kama Chernihiv na mji kama wa Kharkiv. Lakini vile vile mashambulizi yamefanyika katika mji mkuu, mji wa Kiev, paka kuelekea katika upande wa mashariki. Maana nazungumzia miji kama ya Lviv, lakini vile vile nazungumzia miji kama ya Khmelnytskyi. Lakini vile vile mashambulizi yamefanyika katika miji ya kusini, nazungumzia mji wa Odessa, mji wa bandari, mji wa Odessa. Aina ya mashambulizi yanaonekana hasa ni kwenda mashambulizi ambayo yametarget zaidi katika sehemu ya miundombinu, na hasa miundombinu ya umeme, aidha uzalishaji ama usambazaji wa umeme. Aina ya mashambulizi kuelekezwa katika sehemu ya vyanzo vya umeme tunachukulia katika uzito wa namna yake, kuzingatia kipindi hiki ni kipindi cha baridi kali katika nchi za kaskazini, na hasa nchi kama za Urusi au sehemu vile vile ya nchi ya Ukraine. Kwa hivyo unaposhambulia katika sehemu za miundombinu inaweza ikazalisha tafsiri mbili. Tafsiri ya kwanza ni kuonyesha kwamba bado nchi hizi zipo kwenye vita, kwa sababu mashambulizi yanapoelekezwa katika sehemu za miundombinu, maana yake huwa ni lengo kubwa ni kudhoofisha upande wa pili. Kwa hivyo dalili ya kwanza ni kuonyesha kwamba, au ishara ya kwanza ni kuonyesha kwamba nchi hizi bado zipo katika vita ambayo iko serious. Lakini pointi ya pili ni kujaribu kutuma message kulingana na kipindi hiki tulichokuwa nacho, kipindi cha baridi kali katika miji ya kaskazini, kwamba nchi ya Urusi ina uwezo wa kuleta madhara makubwa ndani ya nchi ya Ukraine kwa staili ya namna yoyote, na ndio maana inaonekana kwamba wameweza sana kupeleka mashambulizi yao katika sehemu za miundombinu. Aina hii ya mashambulizi tunaichukua vile vile katika uzito wa namna yake, kwa sababu siku moja kabla ya kufanyika kwa mashambulizi haya ilitangazwa kifo cha moja katika majenerali ndani ya nchi ya Urusi, Lieutenant General Fanil Sarvarov, ambaye ni mmoja katika watu muhimu katika operation ambayo inaendelea ya nchi ya Urusi. Na baada ya kufariki kwa General Sarvarov kutokana na mlipuko katika gari yake, actually hilo ndio lilikuja kufuatiwa na mashambulizi ambayo yalifanywa na nchi ya Urusi kushambulia sehemu kubwa ya miji ndani ya Ukraine. Mashambulizi ya nchi ya Ukraine katika kumkusudia General Sarvarov, pamoja na kwamba hawakutangaza moja kwa moja kwamba wamehusika, ilikuwa inaleta ishara muhimu kwamba nchi ya Ukraine mara kwa mara imekuwa ikijaribu kuwafikia baadhi ya maafisa muhimu ndani ya nchi ya Urusi. Tukikumbuka takriban mwezi wa 12 mwaka jana waliweza kumfikia moja katika majenerali muhimu ndani ya nchi ya Urusi, Generali Igor Kirillov, ambaye alikuwa ni moja katika viongozi katika department ya upande wa atomic au upande wa masuala ya silaha za kibiolojia pamoja na silaha za kikemia ndani ya nchi ya Urusi, na ni moja katika watu muhimu ambao waliweza kuhabarisha ulimwengu kuhusiana na baadhi ya maabara za siri za kibiolojia ambazo zinapatikana ndani ya nchi ya Ukraine, ambazo actually zinaonekana kwamba zimekuwa formulated na nchi ya Marekani. Kwa mwaka jana nchi ya Ukraine walifanikiwa kumuua General Igor Kirillov. Lakini vile vile kwa mwezi wa 4 mwaka huu vile vile waliweza kumfikia mmoja katika majenerali muhimu vile vile katika operation ambayo inaendelea ya nchi ya Urusi ndani ya nchi ya Ukraine, Generali Yaroslav Moskalik. Vile vile walifanikiwa kuweza kumuua katika takriban kwenye mwezi wa 4. Kwa hiyo hii ni kuonyesha kwamba nchi ya Ukraine wamekuwa wakifanikiwa vile vile kufanya baadhi ya tactical move au movement za kimbinu kuweza kuwafikia baadhi ya watu muhimu ndani ya nchi ya Urusi. Sasa tukichukua movement ambayo nchi ya Ukraine wameweza kuifanya kumfikia Generali Sarvarov kwa takriban siku moja kabla ya shambulizi hili kufanyika,
Maana yake tunaichukua katika namna ya kipekee kutokana na kwamba katika siku husika au siku hiyo pamoja na siku iliyofuatia nyuma yake, katika mji wa Miami ndani ya nchi ya Marekani kuna mazungumzo yalikuwa yakiendelea ya kujadili kuhusiana na mgogoro wa Ukraine na nchi ya Urusi. Lakini mazungumzo hayo hasa yaliwahusisha baadhi ya maafisa katika nchi ya Marekani, maana yake namzungumzia Stephen Witkoff pamoja na Jared Kushner ambaye ni mkwe wa Rais Donald Trump, lakini vile vile yalikuwa kimhusisha Dmitry Kirill ambaye ni mjumbe maalumu wa nchi ya Urusi katika nchi ya Urusi katika upande wa masuala ya kibiashara na masuala ya kiuchumi, naye alikuwa ametumwa kwenda kufanya mazungumzo na maafisa hawa wawili, maana yake namzungumzia Stephen Witkoff pamoja na Jared Kushner, kuzungumza kuhusiana na issue ya Ukraine, mgogoro baina ya nchi ya Ukraine na nchi ya Urusi. Kwa hivyo nchi ya Ukraine kufanikiwa kufanya mashambulizi ya kumfikia General Salvarov katika siku ambayo mazungumzo yalikuwa yakiendelea, maana yake siku ya mwisho ya mazungumzo kuendelea, ilikuwa ni kutuma message kwamba nchi ya Ukraine bado na yenyewe ina sehemu ya karata ambayo inaweza ikaitumia kwenye kuleta utofauti katika upande wa mapigano ambayo yamekuwa yakiendelea. Kwa hivyo negotiation inayoendelea baina ya nchi ya Urusi na nchi ya Marekani izingatie kwamba nchi ya Ukraine bado vile vile ina nafasi ya kuleta madhara kwa upande mmoja au mwingine. Lakini vile vile ujumbe wa pili ambao ulikuwa ukitumwa na nchi ya Ukraine katika shambulizi lile ilikuwa ni kuifahamisha nchi ya Urusi kwamba maafisa wa nchi ya Urusi hawako salama. Maana yake ni kwamba nchi ya Ukraine na yenyewe inaweza ikafanya mpango wa kuweza kumfikia mtu yoyote ndani ya nchi ya Urusi. Lakini vile vile ujumbe wa tatu ambao ulikuwa unatumwa na nchi ya Ukraine ilikuwa ni kutuma message kwa washirika wake, maana yake kuanzia Marekani pamoja na nchi za Magharibi, kwamba juhudi ambao wamekuwa wakiitoa kwenye kuisupport nchi ya Ukraine, maana yake sio kwamba ni juhudi inayopotea bure, kwa kuzingatia kwamba nchi za Magharibi zimekuwa zikisupport nchi ya Ukraine katika upande wa intelligence na katika upande wa silaha pamoja na upande vile vile wa kifedha. Kwa hivyo katika upande wa intelijensia umeonekana umeweza kuwekwa kumfikia General Salvarov. Pamoja na kwamba mashambulizi ambayo nchi ya Urusi imeweza kuyafanya ilikuwa ni kuonyesha wazi kwamba nchi ya Urusi mkono wake upo juu, kwa maana kwamba wanaweza kufika sehemu yoyote katika nchi ya Ukraine na kuweza kuleta madhara kama vile ilivyoweza kujibu mapigo kutokana na kufariki kwa General Salvarov. Lakini ujumbe mwingine ambao nchi ya Urusi ilikuwa inajaribu kuonyesha kwamba bado wanazingatia kwamba vita inaendelea, na ndio maana kwamba mashambulizi mengi walielekeza katika sehemu ya miundombinu, ukiachilia mbali sehemu kubwa ya mafanikio ambayo nchi ya Urusi imekuwa ikiyapata kwa kuendelea kujitwalia baadhi ya miji katika sehemu nyingi ndani ya nchi ya Ukraine, maana yake kuanzia katika miji kama Zaporizhia, Luhansk, Donetsk, pamoja unakwenda mpaka katika miji kama ya Kharkiv kwa kuchukua baadhi ya maeneo muhimu kama ya Kupiansk na mfano wake. Pamoja na kwamba katika baadhi ya miji kama ya Donetsk bado nchi ya Ukraine imekuwa ikionyesha upinzani mkali, na hasa katika baadhi ya ngome zake ambazo ziko imara, maana yake nazungumzia sehemu kama ya Slaviansk, sehemu kama ya Kramatorsk pamoja na sehemu kama ya Konstantinovka, ambayo inaonekana kwamba ni sehemu ambazo jeshi la Ukraine bado limekuwa likionyesha upinzani mkali dhidi ya nchi ya Urusi, pamoja na kwamba nchi ya Urusi imekuwa ikiendelea kuchukua baadhi ya miji au baadhi ya maeneo muhimu ambayo yanaweza yakawafikisha katika baadhi ya ngome imara kama ya Slaviansk. Kwa hivyo bado tunaendelea kuangalia mwenendo wa jambo hili, na tukitaraji kwamba katika siku za usoni huenda tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea, kwa kuzingatia mazungumzo bado yanaendelea au ahadi za mazungumzo bado zipo, pamoja na kwamba kila upande umekuwa ukijaribu kuleta msukumo wa tofauti. Nchi za Magharibi zimekuwa zikileta msukumo kwa nchi ya Ukraine kwa kuendelea kutoa support kama tulivyoona katika siku kadhaa nyuma, kwa kukubali kuisaidia nchi ya Ukraine kwa msaada wa takriban dola bilioni 90, pamoja na kwamba kuna deficit, kuna upungufu kidogo wa kile ambacho walikuwa wamekipanga nyuma walipokuwa wamekusudia kutumia baadhi ya assets za nchi ya Urusi. Maana walikusudia kuisaidia nchi ya Ukraine kwa msaada wa takriban dola bilioni 130, badala yake wakatoa dola bilioni 90, au wakapanga kutoa dola bilioni 90 kwa mwaka 2026 mwaka 2027. Lakini vile vile katika upande wa nchi ya Urusi bado vile vile imekuwa kileta msukumo kwa kuzingatia, kwanza kwa kutotaka kumtabua Rais Vladimir Zelensky mpaka siku ya leo, kwa kuzingatia kwamba muda wa Rais Vladimir Zelensky ulikuwa umeshakwisha toka mwezi wa 5 mwaka 2024, kiasi ambacho
kimepelekea msukumo ndani ya nchi ya Ukraine kuanza kufanya utafiti wa kuona kwamba uchaguzi kama unaweza kufanyika ndani ya nchi ya Ukraine kipindi hichi ambacho wanatumia sheria za kijeshi, zile tunasema ni martial law. Hii ni kwa sababu ya msukumo wa nchi ya Urusi ya kwamba hatuwezi kuingia kwenye negotiation na namna yoyote itakayosainiwa na Vladimir Zelensky, kwa kuzingatia kwamba si rais halali, kwa sababu ibara ya 83 takriban ya katiba ya nchi ya Ukraine inatambua katika vipindi vya vita muda wa rais unapokuwa umekwisha, manake mamlaka inatakiwa yahamishwe katika bunge. Kwa hivyo mwenye mamlaka ya kusaini document ya namna yote ni mjumbe kutoka katika bunge la nchi ya Ukraine, na hasa tunamzungumzia spika wa bunge badala ya rais Vladimir Zelensky. Kwa hiyo bado tuna muda wa kuendelea kuliangalia jambo hili, tukitaraji kwamba katika siku za usoni huenda tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu ni Maulid Ali Mnukwa. Nikuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na nikuombe usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.